Mtazamaji na msikilizaji, karibu sana kwenye wakati mzuri wa Mission 46. Tuko hapa na kitabu kizuri ambacho amekiandika mtumishi wa Mungu kinachokwenda kwa jina la Matters of the Blood, laana na baraka za familia. Shalom watu wa Mungu. Sana tulikuwa tunapitia kitabu cha Matters of Blood, mambo ya usio damu, baraka na laana za familia. Na tuliweza kupita sehemu mbalimbali kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Ila kwa kifupi, kwa yule ambaye hakusikiliza au hakuepo, tuliangalia maana ya damu, tuliangalia maana ya damu kibiolojia, pale tulikuwa na mtaalamu wetu pamoja na maana ya damu kibiblia. Tukaangalia namna muunganiko wa damu unavyoweza kuathiri maisha ya kila siku ya mtu. Yaani ile utendaji kazi wa mtu, mafanikio ya mtu, vyote hivyo tukaona jinsi gani vinaweza kuathiriwa na muunganiko wa damu. Na tukagundua kwamba pia kuna laana. Tukaangalia chanzo na mwanzilishi wa laana. Na hapo tukagundua kwamba mwanzilishi wa laana ni Mungu mwenyewe. Na tukaangalia namna ambavyo laana inafanya kazi kwenye maisha ya mtu. Tukaona kwamba mtu ambaye yuko chini ya laana yukoje. Yaani viashiria vya mtu anayetembea chini ya laana. Tukaangalia hivi vyote ninavyovizungumzia pia vimeandikwa kwenye kitabu. Kwa yule ambaye hakuepo na yule aliyekuepo, unaweza ukachukua kitabu ukasoma kwa undani. Tukaona makundi ya laana. Tukaona kwamba kundi la kwanza ni laana kutoka kwa Mungu. Kuna vitu ambavyo mwanadamu akifanya moja kwa moja au automatically analaaniwa na Mungu. Tukaona kuna laana za kichawi au za kishetani. Hapa ndo tukaona wale watu wanaenda kwa waganga. Kwa hiyo kuna laana za kichawi au za kiganga. Na tukagundua kwamba pia kuna laana za wanadamu wenyewe. Sasa kwenye laana za wanadamu wenyewe hapa kuna zile laana ambazo unakuta mtu anajisababishia au anajitamkia yeye mwenyewe bila kujua na athari zake zitatokea nini baadaye. Kwa sababu tuligundua hapa kwamba shetani anachokifanya, anakupeleka kwenye point ambapo wewe utatamka. Yaani anaweza kukuletea mazingira ili useme tu. Ukishasema ndo tayari kifungo chako. Hapa tukagundua kwamba pia kuna kundi la kwenye laana za mwanadamu. Kuna zile laana za kulaniwa na wazazi. Biblia imesema mheshimu baba yako na mama yako, ndipo utakuwa na heri na siku zako zitakuwa nyingi. Lakini kuna wale ambao tayari wazazi wao wameshawalaani. Na kundi kwenye laana za mwanadamu tukaona pia kuna laana kutoka kwa wazazi wa kiroho. Na sasa leo tunataka tuzungumze, kwa sababu kuna watu hawajui na wala hawaelewi laana za familia kulingana na kitabu alichokiandika Pastor Tony Kapola, Matters of the Blood. Maana ya laana za familia kulingana na kitabu hiki. Mtumishi wa Mungu Brian, unaweza ukatusaidia kulingana na kitabu ambacho mtumishi wa Mungu ameweza kukiandika cha Matters of the Blood? Kwa kifupi au kwa kirefu, tuangalie laana za familia ni nini. Unajua tumezungumza laana vipindi vya nyuma vilivyopita. Na laana ya familia itofautiani sana na vile ambavyo tumekuwa tukizungumza, tulivyokuwa tukiongea nyuma. Lakini tumeamua tu kujikita kwenye upande wa familia kwa sababu ndiko ambako watu mambo mengi yanaanzia huko. Kwa sababu hata nchi, taasisi, mambo yote ambayo yanaendelea, watu wote ambao tunawaona kwenye jamii yetu, kila mtu ametokea kwenye familia Levina. Kwa hiyo chochote kinachoendelea, hata kuna msemo mmoja, jamaa mmoja anasema, if you want to change the nation, you need first to start with your family. Kwa hiyo inathibitisha tu kwamba kila mtu ametokea kwenye familia. Hamna mtu ambaye wewe umeibuka tu yani huko, hapana. That's why ni kipengele ambacho mtumishi wa Mungu aliona ni muhimu kukizungumzia ili kuweza kusaidia jamii kwa upana mkubwa wa nchi yetu, of course. Kwa sababu kila mtu anatokea kwenye familia. Kwa kama tulivyokuwa tumeongea na tumeona, na mimi ni share hichi kitu kwa ndugu wasikilizaji wetu pamoja na watazamaji na sisi pia kwa ujumla, kutokana na kitabu mtumishi wa Mungu alivyoandika na mimi nilivyosoma na nikaelewa. Laana za familia ni jumla ya mambo yote mabaya yaliyotamkwa juu ya familia kutokana na
sababu mbalimbali. Kwa ni jumla mambo yote mabaya ambayo yametamkwa juu ya familia kutokana na sababu mbalimbali. Unaweza kukuta kwenye familia kuna mtu mmoja alikosea kwenye ukoo. Alivyokosea ndio ikawa chanzo. Mtu akamtamkia tu neno baya, alivyomtamkia neno baya, lile neno baya sasa unakuta huyo mtu ambaye alitamkiwa hilo neno, yeye alikuwa hajui namna ya kufanyaje ya kuondoa hiyo laana, au alikuwa hajui afanye nini. Kwa akachukulia tu ni maneno ya kawaida, au akachukulia tu hili limepita. Then ukakuta baada ya muda yale maneno yaliokuwa yanatamkiwa yanaanza kumanifest kwenye watoto wake. Wanatoka watoto wanaenda, yanakuja akafariki, hajamwambia mtoto wake, au mtoto wake naye hajayafuta, linakuwa linajitokeza kwa mtoto naye anakuwa anaishi anaendelea, linakuja linajitokeza kwa watoto wa mtoto wake, kizazi kimoja mpaka kizazi mwingine. Unakuta ni trend ya ukoo fulani kwenye familia. Bwana, watu wa jina hili au watu wa familia hii wanakuwa napitia na hii changamoto, au wanakuwa napitia na maisha ya aina fulani hivi ambayo yanakuwa sio mazuri, au yanakuwa tu ni mambo ambayo yani laana of course sio nzuri. Kwa ukikaa hivi unaona tu difference, kuna utofauti hapa. Mbona watu wanaogopa? Na watu wanaogopa. Mtu mmoja alisema unataka kuwa kwenye ukoo kitakupata kitu, kwa sababu mtu anaangalia huko wachawi washirikina. Hata wakati mwingine unaweza kukosa fursa kwa sababu ya familia uliotoka, historia yake. Watu wanakuogopa. Kwa mfano familia unakuta kwa it means unajua haya yanayotokea yote, familia zozote zimebeba majina. Kwa hiyo unakuta lazima jina la familia fulani linakuwa tayari limeshakuwa carried na hiyo laana. Kwa hiyo kitamko tu familia, watu wanakuwa wanaijua familia ile ni kitu hiki. Ni kitu hiki. Tutaona hapo mbele, nitaeleza mifano michache ya hizo laana. Kwa unakuta hizi zinaathiri familia, kizazi kimoja hadi kingine, na zinaathiri kabisa mfumo wa maisha wa hiyo familia au ukoo kwa ubaya. Hakuna laana ambayo inaathiri kwa uzuri. Yaani laana tu kama jinsi ilivyo ni mbaya. Kwa namna yoyote ile, athari zake zozote zile lazima zinakuwa ni kwa ubaya. Kwa hiyo zinaathiri mfumo mzima. Unapozungumzia mfumo mzima wa maisha wa hiyo familia ile, unakuta ni kwenye utendaji wote. Yaani hiyo familia the way wanavyofanya mambo yao, unakuta tu ni tofauti kabisa na watu wengine. Na unaweza kuwa unajiuliza mbona kama unaweza kuona kama ni wanafanya makusudi, lakini ndio ameshazoea. Ndio ameshazoea. Ni kama utaratibu. Ni kama utaratibu ambao umewekwa. Kwa unakuta ni kitu ambacho kinajirudia mara kwa mara. Na kwa wao unaweza kukuta naona ni sawa tu. Bwana, hii ndio iko hivyo. Yaani nyie huko pembeni ndio mnashangaa, ila wao wanawashangaa nyinyi. Hata mamangu ndio hivi. Mtu ikishafika mwezi wa 6 unasikilizia tu bwana nani ataanguka huko. Ikishatokea anasema bwana, hii ni kawaida, hii tushazoeaga, hii ni familia. Unakuta lazima tu itokee. Kwa mwaka huu nashukuru Mungu bwana haijatupata upande huu. Basi yani unakuta wameshakubaliana na hiyo hali. Kwa nini mnakaa mnajiuliza hivi yako ni kawaida? Kwa hiyo unakuta inaathiri mfumo wa maisha kwa ujumla. Sasa mtu kama hivyo unakuta anaweza hata sio anafanya mambo makubwa. Anakuwa tu anajua muda wote naweza nikaondoka. Kipande hiki kimezungumzia laana za familia, laana na vifungo vya familia. Sasa tumeangalia laana, tuone vifungo vya familia ni nini. Unajua kuna tofauti kidogo kwenye laana na vifungo vya familia. Tunapozungumzia vifungo vya familia, tunamaanisha ni mipaka. Ni mipaka ambayo familia husika imewekewa mipaka hiyo ambayo familia husika unakuta imeshawekewa tayari. Kwa hiyo unakuta familia hiyo inakuwa unaweza kuwa unafanya kitu lakini haufanyi hicho kitu to the fullest. Tunaposema ufanye hicho kitu to the fullest ni kwamba haukikamilishi kama inavyopaswa kuwa. Hautimizi kama inavyopaswa kuwa. Mfano, unaweza unaweza kuanza kujenga nyumba lakini haumalizi. Unakuta watu wa familia hiyo sasa hivyo ni vifungo, mipaka. Watu wamewekewa tunawekewa mpaka huu. Watafanya kitu hiki lakini mpaka hapa. Iko ni kifungo. Watafanya hiki mpaka hapa, hawatatoboa hapa. Mipaka hiyo watu wamewekewa familia fulani, ukoo fulani umewekewa. Kwa unakuta ni trend ya ukoo huo husika. Kila baada ya kufanya jambo fulani hawalimalizi wao. Ila anakuwa anaishi hapo. Unakuta mtu anaanza anajenga, anapata pesa lakini hamalizi. Kama kuna shuhuda mmoja tuliwahi kusikia, mtu alikuwa anajenga vizuri lakini ikishafika sehemu ya kufanya ile roofing na kuweka mabati sijui na nini, kumalizia nyumba lazima iwake moto. Mfano mwingine unakuta unapata ndoa lakini mume lazima afe mapema. Yaani mtu anaweza akapata ndoa, mfano mume au mke unapata ndoa vizuri kabisa, mtu okay mnaendelea, lakini
mume au mke lazima afe mapema. Mwingine mnaweza mkaenda kwenye mahusiano vizuri, lakini ndoa unaisikia kwenye bomba, upati ndoa. Kwa hiyo haya yote inahitajika mtu kuchukua hatua baada ya kuona haya mambo. Na mtu anachukuaje hatua? Mtu anachukua hatua kwa kuamua kusoma hichi kitabu. Ndio maana mtumishi wa Mungu aliandika hichi kitabu, kwa sababu anajua mambo mengi ambayo watu tunakumbana nayo ni yanatokana na familia zetu. Kwa mtu kichukua hichi kitabu, mtumishi wa Mungu ameelezea kwa undani zaidi na namna ya kutoka kwenye hizi laana na vifungo vya familia, namna ya kuweza kusaidia wewe kutokea kwa kuweza kuweka mkomo na ukasema kutokea kwangu mimi sasa hivi vitu havitajirudia tena, na kutokea kwangu mimi ninakomboa haya yanayotokea. Kuna miongozo wa maombi ameandika mtumishi wa Mungu, unafuatilia, unatamka, unasema, unaomba baada ya kupata haya maarifa, na yatakusaidia kabisa na uhakika. Nimkaribishe dada Recho kama ana cha kuendelezea hapo, atusaidie kidogo tuone hapo kwenye vifungo kama ana la kuzungumza kidogo. Asante kaka Brian, ametuelezea vizuri kuhusu maana laana katika upande wa familia ni jinsi gani ina affect na maana yake. Sasa mimi nataka kuongelea zaidi hapo kwenye kuhusu vifungo vya familia ni nini hasa. Kama alivyoongea kwamba vifungo ni mipaka. Napenda kuongezea hapo kama vifungo ni kizuizi ambacho familia husika au koo husika hupewa au huwekewa katika ulimwengu wa roho. Unaona? Na hivi vifungo na hivi vizuizi vinawekwa na mizimu au miungu ya ukoo fulani. Come on Recho. Unaona? Wanakuwa wanawekewa. Na unajua nini? Hivi vifungo au hiki kizuizi ambacho kinaweka pengine kwenye biashara, pengine upande wa ndoa, familia, watoto, kazi, watoto, kwenye masomo, eneo la uchumi, yani uko ndo sana kabisa. Inakuwa pengine kosa limefanywa na mtu mmoja. Kwa ile kosa linakuwa sasa linaathiri familia au koo nzima. Yes, na hivi vifungo sasa visiposhughulikiwa ndio vinaleta sasa maafa kwenye koo. Yani kwamba babangu kama kushughulika au babu mimi ninalo. Yes, na ubaya zaidi hivi vifungo ni kwamba ni kama tunasema vina upgrade. Yani kwamba athari ambazo zilikuwa zinapatikana pale ambapo mtu huyo wa kwanza amefanya kosa, madhara yake yanakuwa ni makubwa zaidi. Zidi muda unavyokwenda. Baba pengine kwa baba ilikuwa basi 200. Kwa mtoto inakuja kwa 10%. Kwa mjukuu inakuja kwa 20%. So usiposhughulikia mapema ndivyo ambavyo unazidi kuongeza ule ukubwa wa tatizo. Na inadhani pengine pia kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Yaani kipindi kile baba alikuwa anaumia babu. Na unapoumia wewe sasa hivi ni tofauti. Tena unaumia mara mbili, maana maisha pia yamebadilika. Sasa angalia maumivu, hizo athari au maafa ambao umekutana nayo sasa hivi. Niambie watoto wako jinsi kadri ambavyo science na teknolojia na vizi kwenda, hata umiaji wa mtoto wako. So ni muhimu sana hivi vitu kushughulikia mapema. Pale ambapo tu unapata taarifa usipuuzie kusema nitaanza kesho. Hicho kitabu amekizungumzia basi nitasoma kesho. Hapana. Yani unaposikia hizi taarifa mahali popote ulipo, unapotutazama au unatusikiliza, unatakiwa uchukue hatua, maana kuchukua hatua yani kudelay yani ndio kunaleta matatizo zaidi. Sasa naweza kukupa mfano wa hivi vizuizi sasa vifunga katika familia. Unakuta familia au koo mzima umewekewa kikomo au umewekewa kizuizi cha kutokuolewa, cha kutozaa, au wamewekewa kabisa kwamba nyinyi mtazaa mtoto mmoja tu. Nikupe history. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja. Yaani uko wao wametoweka kwenye sherehe. Yani kama wageni waalikwa. Yani kama tuko kwenye birthday ndio uko mzima. Yani kila uko kuna mtu huyu mmoja. Yani mama yake mdogo wote. Yani kwao mama yake amezaliwa peke yake. Yeye amezaliwa peke yake. Sijui kwa mimi wako ni mmoja. Yani kama nauliza nyie. Ukishazaa mtoto mmoja ndio basi. Nafanya diet ya familia au baili gani mnaofanya? Wanasema sasa ndio hivyo, hata bibi ndio liza hivyo mama kanizaa mimi. Yani unazaa mtoto huyu mmoja. So wamewekewa kizuizi kama nyie hamruhusiwi kuzaa mtoto zaidi ya mmoja. Kwa wako wachache plus kumbuka kuna vifo. Kizuizi kingine ambacho mtu anaweza kuwekewa na kutoa Mungu leo kumewekewa mipaka ya kiuchumi. Kizuizi kwamba nyie hamruhusiwi kutajirika. Na mmewekewa kizuizi kwamba nyie ni maisha hapa kushika mwisho wa 3. Mtaanza kutafakari kuna uko wenu. Ni nani amevuka ni kwamba hapa
Kuna mtu ameshika milioni, unakuta kuna ukoo mzima. Mtu ambaye ameshika milioni hivi kwa mara moja kwamba amepata hakuna. Na hata kishika sio yake. Unaelewa? Hata ambaye sio yake hajawahi kushika. Yaani kwa nini wamewekea kizocha cha kushika hata kama ya mwenzio. Yaani hata basi hamna. Yaani hakuna mazingira ya mtu ambaye ana experience kushika pesa nyingi. Hakuna. Hicho ni kizuizi. Mtumishi wa Mungu ambaye unatusikiliza au kututazama, jaribu kutafakari. Hivi sisi kwenye ukoo wetu ni wapi tumewekewa kizuizi? Wapi hatufiki? Kwa sababu tumepewa vitu vyote. Kwa nini tusimiliki? So ukiona kitu chochote ambacho wewe huwezi kukifikia, huwezi ukikifanya, unakitamani unakwenda kwa jirani, hapo huwezi kufika, ujue kabisa kwenye ukoo wenu kuna kizuizi. So ufanye nini? Ujipatie hichi kitabu, uone namna gani utaweza sasa kujifungua kwenye hicho kifungo. Laana yoyote inaweza ikatanguliwa, lakini kutangua kwa laana inategemea nani mtenguaji mwenyewe sasa. Maarifa ulionayo, unajua nini. Kwa hiyo huyo yeyote asije, mtu yeyote anaweza akawa nasikia akaogopa au akaishia kusema haya mambo ya kawaida bana, acha niishi nayo. Hapana, kila kitu kinaweza ikabadilishwa kabisa. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuchukua kitabu na kupata maarifa ili ujue jinsi gani unaweza kujitoa kwenye hivyo vifungo na laana. Kwa kama unahitaji vitabu au una swali kuhusiana na kitabu ambacho tunakizungumzia cha Matters of the Blood, mambo ya usuyo damu, laana na baraka za familia, kilichoandikwa na mtumishi wa Mungu Pastor Tony Kapola, unaweza kuwasiliana nasi kupitia 0753085789. Tuandikie hapo kama una swali lolote au haya tunayoyazungumza kuna namna yanakusaidia au unanufaika nayo au yapo kwenu na unatamani kutoka. 0753085789 na 0659 687569.